Haleluya, Bwana asifiwe. Majina yangu ni Pastor Chochi Kisore na kuletea ujumbe wa amani, ujumbe ambayo italeta mabadiliko katika maisha yako. Naamini saa zingine uko na endesha gari yako ukiwa unatazama, labda uko online, saa zingine uko unatazama television yako na bado tuko ndani kwa TV yako na tumekuletea hii ujumbe. Saa zingine uko online kwa Facebook, kwa TikTok ama kwa YouTube. Sasa zingine umepatana na hii ujumbe. Naomba hii ujumbe, unapopokea ujumbe, ikaweze kubadilisha maisha yako. Hii ujumbe ilete amani na baraka kwa maisha yako. Huu ujumbe uweze kuinua wewe kiwango kutoka ya chini mpaka ya juu. Haleluya. Na kuletea ujumbe kutoka kwa kitabu ya Marko 5:23 kuendelea. Inasema hivi: huyu mwanamke ambaye alikuwa ametokwa damu kwa muda mrefu, miaka 12, aliposikia huyu Yesu anapita, haleluya, akasikia ya kwamba Yesu anapita, vile ambavyo wewe pia penye uko navyo nitazama ya kwamba umesikia ya kwamba na kuletea ujumbe wa Yesu. Huyo mwanamke pia akasikia tu ya kwamba Yesu anapita, akasema ya ukweli, napopatana na huyu Yesu yangu itakuwa imeisha. Haleluya. Huyu mama alikuwa amekaa muda mrefu sana akiwa anatokwa damu kwa miaka 12. Kila siku, si hata siku moja, kila siku kwa hiyo miaka yote, kila siku alikuwa anatokwa damu. Lakini siku moja aliposikia Yesu anapita, akasema liwe liwalo, lazima niende nijaribu pia kama watu wengine pia nipenye mpaka nipate Yesu. Haleluya. Kwa hivyo jioni ya leo na kualika mahali popote ulipo, hiyo shida yako ambayo unanyamasia, hiyo ukosefu wa pesa ambayo unanyamasia, ukosefu wa mtoto ambayo unanyamasia, saa zingine wewe hauna pesa, wewe ni maskini, umenyamasia. Lakini huyo mwanamke pia alijaribu kunyamasia shida yake kwa miaka 12, lakini ikafika ya kwamba imekuwa mwisho. Alikaa sana na hiyo shida miaka 12, lakini aliposikia ya kwamba Yesu anapita, huyu Yesu mwenye ako na uwezo wa kuponya watu, mwenye ako na uwezo wa kufufua watu, mwenye ako na uwezo wa kubadilisha maneno, mwenye ako na uwezo wa kutoa watu chini na anawaweka juu, mwenye ako na uwezo wa kubadilisha hali yako ya maisha na kuletea hali nzuri, mwenye ako na uwezo wa kutufanyia makubwa. Huyu mwanamke akaamua, akasema shida ni yangu, msalaba ni yangu, ugonjwa ni wangu, siwezi kuangalia ama kusema jirani atasema nini, mimi ndio nateseka, mimi ndio najua. Akaamua kuenda mbele, akasonga mbele licha ya kwamba kulikuwa na umati mwingi, lakini akasema nitasonga mbele kwa imani. Aliposonga na baada akaona amefinyika, hakuna vile atafikia Yesu, wakaweza kuongea na yeye, akachukua mkono wake akanyosha, akashika pindo la Yesu. Na aliposhika pindo la Yesu, Biblia inasema ya kwamba mara hiyo akapona, damu ikasimama, uzima ikaingia katika maisha yake. Jioni ya leo nakuletea ujumbe hivi: chukua hatua ukaweze kushika pindo ya Yesu, pindo ya Yesu, kupitia kwa maombi, kupitia kwa neno lake, kupitia kwa Injili. Gusa pindo la Yesu kupitia kwa maneno haya, gusa pindo la Yesu na maisha yako haitakuwa sawa, haitakuwa kawaida, itakuwa imebadilika. Hiyo shida yenye umekwama naye, utakuwa umetoka hapo. Penye umekwama utasonga mbele, utatoka hapo, maana huyu Yesu hajawahi kwama. Magari zinakwama, ndege zinakwama, meli zinakwama, lakini Yesu hajawahi kwama. Akipatana na maisha yako, penye umekwama utatoka hapo, penye umeshindwa utashinda, penye uwezi Yesu ataweza. Biblia inasema ya kwamba yale ambayo hayawezekani kwa mwanadamu, kwa Yesu yanawezekana. Yasiyowezekana kwa majirani, kwa Yesu yanawezekana. Yasiyowezekana kwa mandugu na madada, kwa Yesu yanawezekana. Yasiyowezekana hata kwa wazazi, kwa Yesu yanawezekana. Yasiyowezekana hata kwa serikali yako, kwa Yesu yanawezekana. Haleluya.